Afrika Kusini kwa miaka mingi imekuwa ikitajwa kama moja ya mataifa yenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika. Ni taifa ambalo limekuwa kivutio kwa maelfu ya Waafrika kutoka mataifa mbalimbali, wanakuja kutafuta ajira, biashara, elimu, pamoja na maisha bora. Lakini nyuma ya matumaini hayo, kuna simulizi nzito za maumivu, hofu na changamoto zinazowakumba wageni wengi wa Kiafrika wanaoishi nchini hapa. Wengine wamepoteza biashara zao, wengine wamewahi kushambuliwa, huku baadhi yao wakilazimika kuishi kwa tahadhari kila siku. Katika makala hii ya Dimu, tunaangazia maisha ya wageni wa Kiafrika nchini Afrika Kusini, changamoto wanazokutana nazo, pamoja na sababu zinazochochea hali hiyo. Makala hii imeandaliwa na Abedi Jean de la Croix na kuletwa kwako nami Matayo Hamisi. Karibu. Kwa miaka mingi, wageni kutoka nchi mbalimbali za Afrika wamekuwa wakivutiwa na fursa zilizopo nchini Afrika Kusini. Uchumi wake mkubwa, miundombinu iliyoendelea, pamoja na uwepo wa biashara nyingi, umeifanya nchi hii kuwa sehemu ya matumaini kwa watu wengi. Kutoka Zimbabwe, Msumbiji, Somalia, Ethiopia, hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mataifa mbalimbali ya Kiafrika, maelfu ya vijana wamevuka mipaka wakiamini wanaweza kujenga maisha mapya nchini hapa. Wengi wao wameanzisha biashara ndogo ndogo katika maeneo mbalimbali ya Johannesburg, Durban, Cape Town na Pretoria. Baadhi wamefungua maduka ya vyakula, wengine saluni, migahawa, huduma za usafiri au biashara za simu. Wengi wao wanaeleza kuwa walikuja Afrika Kusini wakitafuta amani na maisha bora baada ya changamoto za kiuchumi au kisiasa katika nchi zao. Lakini kadri miaka ilivyopita, hali ilianza kubadilika. Katika baadhi ya maeneo ya Afrika Kusini, kumekuwa na ongezeko la matukio ya chuki dhidi ya wageni wa Kiafrika, hali inayojulikana kama xenofobia. Mashambulizi dhidi ya wageni yamewahi kushuhudiwa mara kadhaa, huku biashara zikichomwa moto, bidhaa kuporwa na watu kushambuliwa. Katika baadhi ya matukio, wageni hulazimika kufunga biashara zao kwa siku kadhaa kutokana na hofu ya usalama wao. Wengine hulala ndani ya maduka yao wakihofia kuvamiwa usiku. Shie hapa Escort washatufungia manyumba. Maire de la ville, meya wetu wa hapa, Maire de la ville alitufukuza, akatuambia hatutaki tena wakimbizi hapa Escort. Kisha akafanya machi, watu walikuwa shafunga mashope juu ya kuongopa piage, kuongopa looting. Ile salona watu wanafunga mashope juu walongopa looting, akabambia basifungulaki tena mashope. Ilikuwa le 5 mwezi ya 5 2026, ndio alituambia kama anatupatia 21 days tutoke mu Escort, ataki kutuona tena pa mu Escort. Sasa hiyo 21 days inataka enea. Itenea pale 26 wala le 25. Hivi atujua hata tutakuwa bageni banani, atujua tutaenda wapi, vitu biko nguvu, mtusaidie kwenye mutasikia hii message yetu fazi yote. Hizi ni baadhi ya picha zinazoonyesha hali ngumu wanazopitia baadhi ya wageni wa Kiafrika nchini Afrika Kusini. Katika video hii, watu wanaonekana wakivunja maduka yanayodaiwa kumilikiwa na wageni. Wachambuzi wa masuala ya kijamii wanaeleza kuwa changamoto ya ukosefu wa ajira nchini Afrika Kusini imechangia kuongezeka kwa hasira dhidi ya wageni. Baadhi ya wananchi wanaamini wageni wanachukua nafasi za kazi, huku wengine wakidai wageni wanadhibiti biashara ndogo ndogo katika maeneo yao. Lakini kwa upande mwingine, wageni wengi wanasema wao pia wanahangaika kutafuta maisha na hawapaswi kulaumiwa kwa matatizo ya kiuchumi ya taifa hilo. Kwa baadhi ya wageni, changamoto kubwa zaidi ni kupoteza vitega uchumi walivyovijenga kwa miaka mingi. Katika maeneo mengi ya mijini, baadhi ya wafanyabiashara wageni hulazimika kufunga maduka yao mapema au hata kuhamia maeneo mengine kutokana na vitisho vya usalama. Wengine wamepoteza kila kitu baada ya uporaji wa maduka yao wakati wa maandamano au vurugu. Kwa wengi wao, biashara hizo ndizo chanzo pekee cha mapato ya familia zao, huku wengine wakisaidia ndugu waliobaki nyumbani katika nchi zao za asili. Kwa kweli hali inatisha,
Siku ya jana tulishinda kila mkimbizi na wageni wote wa nchi mbalimbali tulishinda ndani. Kulifanyika maandamano ya kufukuza wakimbizi. Ni kufukuza, sio kwamba uwe na document uwe na nini. Wanasema kila mtu arudi kwao. Hiyo ndo matatizo tunayo Great Town. Kwa hiyo tungeomba labda mashirika hasa UNHCR ingefanya haraka iongee na serikali ya South Africa ili wazimbu moto kabla. Hasara wanazopata huwa sio tu za kifedha, bali pia za kisaikolojia. Katika baadhi ya jamii, wageni wamekuwa wakiishi kwa tahadhari kubwa. Baadhi yao huepuka kutoka usiku, wengine hubadili njia wanazotumia kwenda kazini, huku wengine wakihofia hata kuzungumza lugha zao hadharani. Wapo pia ambao hujihisi kutengwa kijamii licha ya kuishi nchini humo kwa miaka mingi. Changamoto hizi zimewaathiri hata watoto wa wahamiaji ambao wakati mwingine hukumbana na ubaguzi shuleni au katika jamii wanazoishi. Serikali ya Afrika Kusini imekuwa ikisema inachukua hatua kuhakikisha usalama wa watu wote waliopo nchini humo. Mashirika ya haki za binadamu yanaendelea kuitaka serikali kufanya zaidi ili kulinda wageni pamoja na kuondoa chuki zinazochochea migawanyiko katika jamii. Sisi tunapendekeza kwamba serikali ichukue wajibu wake na kuwasaidia wageni na kulinda usalama wao kama ilivyo sheria za kimataifa na za nchi hii. Pia tunaomba mashirika za haki za kibinadamu, hususan mashirika makubwa ya kimataifa, yaje yasaidie wakimbizi wanaoishi South Africa kama wakimbizi wengine wanaoishi kwenye makambi ya wakimbizi. Kwa sababu sasa hivi makazi hakuna, watu hawana hata hifadhi, na hivyo wanahitaji msaada wa moja kwa moja kusaidiwa ili waweze kuishi. Sisi ndio tunachokiomba hicho. Ukosefu wa ajira, umaskini na kupanda kwa gharama za maisha ni baadhi ya mambo yanayoongeza hasira kwa wananchi wengi. Katika mazingira hayo, wageni mara nyingi hugeuzwa kuwa walengwa wa lawama. Lakini wengine wanaamini kuwa wageni pia wamechangia ukuaji wa uchumi wa Afrika Kusini kupitia biashara, kodi pamoja na ajira wanazozalisha. Katika video hii, baadhi ya vinyozi wanaonekana wakitakiwa kufunga saluni zao katika eneo moja nchini Afrika Kusini. La YMCA sisusa abantu abahambe bekhanda imijondolo yamatende la sabasusa. Sifuna ukuthi mhlawumbe mhla ka-30 izayizayi selikwela kubo. Sewasusa thina-ke manje amatende. Sewasusa thina-ke manje. Khona la khona emasheni mashe sibambisene. Ambani la? Ambani la nitsheliwe bafethu ukuthi ambani. Why you are so stubborn, my man? Hey, we told you to go. We told you to go home. Why? Katika video hii, kijana mmoja kutoka DRC anaonekana akihojiwa na baadhi ya wenyeji kuhusu sababu za kuwepo kwake nchini Afrika Kusini. Where are you from? Where? Huh? DRC. DRC. So what are you doing here? Because we've been calling for you guys to leave the country. Why are you still here? I was not to school for children. No, my brother. No. Please respect what we are saying and don't try and oppose what we are doing. Don't listen to the government, don't listen to the police, don't listen to anyone. Just listen to us. We are saying this peacefully. Please go to your country. 30 June is the deadline, but it's not like you must leave on the 30th of June. Yes. Don't leave on the 30th of June. Leave now, because the 30th of June, I can't control people of South Africa. All right, let's do the right thing. Respect our country, respect us. Video hii inaonyesha hali ya mvutano nje ya hospitali moja nchini Afrika Kusini, ambapo baadhi ya watu wanaonekana kuzuiwa au kuhojiwa wanapojaribu kuingia kupata huduma za matibabu. So clinic elimweli XA, it belongs to South Africans. Ibile kiri privileges ama South Africans lingamahara. All the services, all the nurses, all the resources belong to South Africans. If you know yourself what it is, you are not South African, please get out of the line, move out of the line. Katika video hii, meya wa eneo la Estcourt anaonekana akitoa kauli inayowataka baadhi ya wageni
kufunga biashara zao ndani ya kipindi cha siku 21. Wanatupatia 21 jours, tukosha toka escorts. Kila mkimbizi wote mwenye kwa escort 21 jours. Swali kubwa linaendelea kubaki. Je, Waafrika wataweza kweli kuishi kama ndugu ndani ya bara lao wenyewe?